kabisa. Uko sawa sawa? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Umemuona mnyama Simba? Nimemuona amecheza madogoli leo. Amecheza alama 3. Nimeona Fountain Gate ambayo imefungwa hadi sasa goli 29. Ni timu ambayo ni kibonde, ishafungwa goli 5, ishafungwa goli 4 na Simba kama angekuwa Simba mpira wake uko vizuri, Simba yupo vizuri, ule wangemfunga hata 8, lakini kwamba Simba ni yeye kwa sababu naye mwenyewe nchecheme. Kama unakuta naye amepata goli za kubahatisha, lakini ingekuwa Simba mpira uko juu kabisa, mbona leo angewafunga hata 8. Simba tu mbovu ndo. Namna ambavyo walivyocheza Simba kwa siku hii ya leo na Fountain Gate, umeona nini kimebadilika ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba? Katika kikosi cha Simba sasa hivi inakuwa ni kama maji moto maji baridi. Simba ile ilivyokuja mwanzo wakina Ruemba kina Ribasagel ilikuwa Simba kubwa sana, inatisha. Lakini Simba ya sasa hivi hata Mtibwa hatoiogopa Simba. Simba inazidi kupungua kiwango. Nimeona mechi 3 ambazo wamecheza katika ule uwanja. Nimeona matokeo yake kwamba amerudhu, so Simba yule. Huyu Simba sasa hivi inaonekana kiwango chake kipo chini sana. Simba kiwango chake kipo chini. Nini kimewakuta Fountain Gate? Fountain Gate ni timu ambayo imebadilisha kwanza kocha, wamempa kocha Minziro sasa hivi. Ni japo timu ambayo inajikokota isishuke daraja. Fountain Gate ni bado. Kama kiongozi ambao labda anaimiliki ile Fountain Gate, angalia tayari dirisha kubwa. Kama ikinusurika basi asifanye tena utoto kama huo anaofanya. Sababu timu yake ina msemaji Mbuzi. Mbuzi ni msemaji mkubwa sana katika Dar es Salaam hii. Unamjua kama msemaji wake ni Mbuzi? Isambuzi. Sasa mtu kama Isambuzi unakuja kumwaibisha ambapo hana hata neno la kuongea Dar es Salaam. Isambuzi ni mtoto wa Dar es Salaam. Tunamjua mwenyewe, ametoka Global, ameenda pale. Lakini leo Isambuzi anashindwa hata kujidai kwamba mimi ni Isambuzi. Anashindwa kutuna. Isambuzi alotoka Global, Isambuzi mwenye kilo 70. Sasa hivi ukimwona Isambuzi mwenye kilo 51 ni tofauti kabisa. Ni vitu vya huruma, vitu vinatia huruma. Isambuzi amekonda. Zamani ukienda Global Isambuzi yani akija tu unamwona kabisa kaja handsome boy. Lakini sasa hivi Isambuzi uso umempalama, yani kakonda kabisa. Kwa hii timu ya Fountain Gate inamkondesha. Kwa hiyo Isambuzi aongee na management pale kwamba wafanye kitu gani. Kocha aliyompata Minziro ni kocha mzuri na ambaye ni kocha ambaye anapenda mpira wa haraka na mpira wa nguvu. Kwa hiyo kama wakikaa na Minziro, nadhani katika hizi mechi 2-3 unaweza kutokea mabadiliko, sababu Minziro ni kocha mzuri. Kwa hiyo nadhani kwamba mabadiliko baadaye yatakuja kuwa mazuri na timu yao itakuwa nzuri kama wakifanya mabadiliko, na kuna wachezaji pale mbele waache utoto. Kibabage Clatous Chota Chama wameonekana kuwa ni msaada moja kwa moja ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kibabage ni mchezaji mzuri, Clatous Chama ni mchezaji mzuri ambao sisi Young Africans pale walikuwa hawana nafasi. Kwa hiyo mchezaji kama hana nafasi Yanga anakwenda timu ndogo lazima acheze. Ndio amekuja Simba amecheza, anauonesha ule alichotoka nacho Yanga ni kitu gani. Kwa sababu wametoka Yanga, wengine wakaenda Singida ameenda pale. Kwa hiyo ameenda kwenye timu ambao ni sawa na Singida au daraja la chini zaidi. Wanapata namba na Kibabage sio beki mbaya. Kibabage ni beki mzuri kabisa, anajitutumua, sio beki mbaya. Sio beki mbaya. Yaani kwamba kuna lengo ameliwekea. Kwa hiyo hilo lengo nadhani anataka kulitimiza. Kwa sababu kama ni beki ambaye lazima ujitutumue ili ufike level fulani. Kwa sababu unaangalia mabeki 3 sasa hivi ni wengi, namba za kushoto, na timu ya taifa inatakiwa ucheze kwa juhudi ili uende katika timu ya taifa. Kwa hiyo kwa uwezo wa Kibabage, uwezo wake sio mbaya, ni uwezo mzuri. Ni mchezaji ambaye ni kijana, anafanya vizuri. Mchezaji kijana anafanya vizuri. Yes. Elie Mpanzu siku ya leo anaingia kipindi cha pili na kusababisha goli. Elie Mpanzu ni mchezaji mzuri. Hakuna mwananchi anayesema Elie Mpanzu ni mchezaji mbaya. Elie Mpanzu ni mchezaji mzuri na mimi napenda acheze Simba hata miaka 5 kwa sababu sisi ndo tunataka wachezaji tunawataka sisi wacheze pale Simba ili kidogo migogoro iishe. Mpanzu nataka acheze pale, Soa nataka acheze pale, wasije baadaye wakasema kwamba Mpanzu hana nidhamu. Mpanzu ni mchezaji mwenye nidhamu na Soa ni mchezaji mwenye nidhamu. Wasije baadaye wakaja kusema Mpanzu hana nidhamu. Ni mchezaji mzuri ambaye sasa hivi hela zake ameshadumbukiziwa nusu na ndio maana anacheza mechi moja vizuri, kwa sababu alikuwa ameambiwa bilioni 1, lakini sasa hivi mpaka sasa hivi juzi tumeongea naye ameshaingiziwa milioni 400. Baadhi zinazobaki zitakuja, atacheza vizuri. Kama anataka mambo ya sofa, anataka mambo ya vitu vingine, aje tu GSM atapewa. Silva, mtani wako anautaka ubingwa safari hii. Simba sio safari hii. Simba kila mwaka anautaka ubingwa. Kila mwaka anautaka ubingwa. Sasa Yanga akipoteza naye anapoteza. Sasa hivi bado point 5. Atupate sisi. Mechi ziko sawa lakini amezidiwa mechi 5. Ili upate ubingwa umfunge Yanga.
katika ligi hii sioni wa kumfunga Yanga. Ubingwa utaupataje? Kwa sababu Yanga ana pointi 5, umpunguze wewe. Katika hii ligi anayempa ubingwa Yanga ni Simba. Anachukua pointi 6, anachukua pointi 4 katika hii miaka yote. Sasa ubingwa utaupataje wakati mpinzani wako anakufunga? Huwezi kupata ubingwa. Wanasema mna alama zao. Ni maneno ambayo yapo kila siku, lakini kwamba Simba kumfunga Yanga ni sawasawa labda tuseme bajaji ivute Samtela gari kubwa. Yaani Simba akimfunga Yanga ni ambapo ni kitu ambacho hakiwezekani. Unaliona haliwezi kutokea. Yanga hata umwamshia asubuhi tu anacheza na Simba, Simba anafungwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunachosema Simba kumfunga Yanga ni bahati ambayo tomboy kumooa mwanamke, humwezi mkapata watoto. Ni vitu ambavyo haviwezekani duniani. Kwa hiyo Simba sahau kumfunga Young Africa. Yaani tomboy amuoe mwanamke mwenzie afu apate mtoto, ni vitu vya uongo na haviwezekani. Simba kumfunga Yanga. Kesho Young Africans anacheza. Kesho ndo mechi ya ukweli ambayo tutaiona hapo KMC. Kwani leo kuna mechi ya uongo? Madogoli. Unamaanisha nini? Watu wanajifunga wenyewe pale, waingiza mipira wenyewe ndani. Hadi Pasegea anaenda golini anaingiza pale. Madogoli. Kesho ndo mpira harisi utauona. Utamwona kesho Okelo ikoje. Utamwona kesho Mudathir jinsi alivyo. Na utamwona Pacome jinsi alivyo. Na bahati nzuri Yanga sasa hivi majeruhi wote wanarudi mmoja. Majeruhi wote wanarudi mmoja. Kitu ambacho cha kujivunia kesho, unamwona Okelo akipiga goli la 3 na unamwona Okelo akitoa assist ya 5. Utamwona Okelo akishiriki katika mabao 8 kesho. Katika hii ligi kesho anashiriki katika bao la 8. Okelo sasa hivi unamwona kama ni Zizo Zidane yule ndio unamwona Okelo. Okelo kasharudi. Alan Okelo star boy. Hamna mtu anatoka Uganda akawa mjinga. Alisemwa sana kijana. Kasoma Makelele yule Uganda. Ana akili nyingi. Njoo muone kesho hapo KMC. Huyo ndio Okelo. Alan Okelo kesho ndio anakuja kuwa man of the match. Kesho anachukua tena tunzo nyingine. Je, uliona itolea wapi? Si nimemwona mazoezini leo. Jinsi alivyo anavyokimbiza, yuko na afya tele. Mtoto mdogo anacheza kwa nakula Big G. Yuko vizuri kabisa. Amekamilika kila idara. Ni HB, tulikuwa tunasemaga HB wa Kireno, lakini yule ni HB ya Kiuganda. Ni hatari, ni gumzo kwa watoto wa kike mjini, lakini tunasema Okelo wetu tuachieni jamani. Tunataka hawe ndio man of the match kesho, na tunataka awe mchezaji bora katika hii ligi. Tuachieni Okelo wetu. Na tunataka Okelo abadilishe pia hawe Mtanzania. Haliwezekani? Awe kama Damaro. Tunataka hivyo Okelo. Tunamwomba uongozi wa Yanga Okelo abadilishe jamani. Kelele za waamuzi zimetulia. Waamuzi si ndio? Unajua waamuzi wetu kuna muda niseme wanafanya makusudi ama kuna muda wanafanya bahati mbaya. Na nimeangalia katika nyinyi waandishi. Hivyo hakuna sheria inayomuhoji mwamuzi. Yaani kwamba wewe hapo ukamuhoji mwamuzi. Ipo sheria hiyo? Au mwamuzi haruhusiwi kuhojiwa mpaka staff? Unajua mwamuzi anawezekana akawa na kitu ila pa kukiongea hakipati. Anaweza akawa na kitu au dukuduku lakini pa kuongea hapati. Lakini waamuzi mara nyingine tunawashtumu kwa sababu sisi tunaangalia mpira kwenye TV. Waamuzi wanakuwa wanashiriki katika ule mchezo. Inawezekana kile kitendo ni cha kasi sana hawajakiona ama ni kitu ambacho kinaenda kama upepo hawezi kuona. Lakini nyinyi waandishi mnabidi muwahoji kwa siku moja kuangalia yale ni makosa ama ni nini. Mbona vitu ambavyo havieleweki, lakini waamuzi wanajitahidi sana kuweka soka letu katika mstari. Waamuzi nao tuwape heko zao kwa sababu tunawalaumu sana lakini hatujawahi kuwapa mkono kwamba hongera. Tuwasamee waamuzi. Shukrani sana. Asante sana.